Mashirima, kaunti hii ya Busia ni mojawapo wa kaunti nchini ambazo ziliathirika pakubwa na maandamano, huku vijana kadhaa wakipoteza maisha. Serikali ikitarajiwa kutimiza ahadi yake ya kufidia waathiriwa. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Busia walikuwa na haya ya kusema. Utaanza kwa majina, uangalie ile kamera. Kwa majina, matarajio yako ni yapi? Serikali iliahidi kuwa itafidia waathiriwa wa maandamano. Kwa majina naitwa Christopher Dungo Angura. Mimi ni mkazi wa Busia lakini natoka eneo la Singe. So kwa hii maneno ya fidia ya wale ambao walipata ajali, hatujajua kwa hii kaunti inapita hiyo usaidizi inapita kwa upande gani ama sekta gani ndio waathiriwa wapate hiyo pesa. Hiyo ndio swali langu. Ndio tujue ya kwamba wale labda wengine wetu tuko na hiyo familia ndani ya maboma katika hiyo hali ambapo sasa kama ni kufuatilia tunaweza tukafuatilia upande gani. Kufuatana na vile serikali imeongea, ninaona hiyo ni kama jambo nzuri ambao la kusaidia vijana ambao waliumia, waliathirika wasasi kwa siku zile za maandamano. Na ninaomba serikali itimize vile huwa ilikuwa imesema, vile imetoa ahadi kwa ajili ya kusaidia wale waliathirika. Serikali isaidie na itoe na isiwache na wale wasisahau. Na ninaomba Wakenya wote tuwe watulifu kwa ajili ya hili jambo. Na ninajua serikali yetu haitakuwa danganyifu, itasaidia vijana. Vijana walilia sana, wamama walilia, wababa walilia, lakini zaidi ya yote tunawachia Mungu na tunaomba serikali itimiza vile wameahidi. Nikiwa mkazi wa Busia na mimi nafanya biashara bodaboda, ningependa kuomba government yetu ya Kenya, kwa sababu vijana wengi walikufa last time na bado wanaendelea kufa. Tunaomba tunapoelekea katika election tena hiyo maafa isikue. Ni kama imeamua kusaidia wale ambao walipoteza maisha na wale ambao bado wako wazima, iwasaidie, lakini wajaribu kuzuia maafa tena isikue tena mwaka huu ambao tunaenda katika election. Tunaomba mheshimiwa rais wetu wa Kenya ajaribu kuzuia maandamano kupitia kwa njia ya haki kwa kila mmoja, sababu sisi wote ni wananchi wa Kenya. So sasa hapo nataka serikali ikuje chini hapa kwa ground, iulize sisi wenyewe, juu sisi wenyewe ndio tunajua hao watu wenye walipata haya majeraha. Lakini sasa mimi nasikia tu ya kwamba serikali itafidia nani? Mtu mwenye ajui. Si lazima wakuje huku kwetu watuulize ni nani ameumia, alipata hii ajali ama kwa hospitali. Wewe kwa binafsi una mtu wa karibu ambaye aliathirika na maandamano hayo? Niko naye. Kwa hivyo hata sasa tukiongea hivi ako nyumbani, ako tu amekaa, lipigwa risasi mguu, hawezi akatembea. So kila mmoja mimi nasema kutenga, mambo na kutenga hiyo naona kama ni uongo, ni juu imekuwa ni wimbo wa katikati kila mara. Serikali inasema tutatenga kwa watu wale waliuliwa, kama vijana wetu wa Busia waliuliwa juzi. Najua kwamba hiyo ni wanaongea tusiona kutenga na itafanyika. Sasa hii mambo ya serikali kusema wanatenga kwa waathiriwa, afadhali hata wanyamazi wawachane nayo, kwa sababu inakuwa ni uongo kila wakati kila mara. Nimekuwa na jirani yangu ameathiriwa, amepigwa risasi, wakasema kwamba watamsaidia. Paka leo wenyewe tu mpaka familia imeenda imeuza shamba, imeuza ng'ombe, lakini hii ya serikali hatuoni. Sasa muachane na hiyo mambo ya uongo. Afadhali hakikishia mwananchi ya kwamba kile unasema ni ukweli na itakuwa ni ukweli na itamsaidia. Hiyo ndio serikali tunataka. Hatutaki serikali ya kutenga kila wakati kutenga na hatuoni hiyo vitu ambao wanatenga. Mashirima, kama ulivyosikia, hizo ni semi kutoka kwa wakazi wa kaunti ya Busia, baadhi yao wakiwa na familia ambazo ziliathirika na maandamano hayo, wakisisitiza kwamba ni sharti mikakati thabiti iwekwe ili kufikia familia hizo zilizoathirika. Kutoka kaunti ya Busia sina la ziada, narudisha kwenye studio. Jina langu ni Jane Cherotich. Asante sana Mashirima. Serikali ya Kenya imeanza mchakato wa kuwafidia waathiriwa wa maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Kenya kuanzia mwaka 2017. Waathiriwa hawa wanatarajiwa kupokea fidia kati ya shilingi 300,000 na shilingi milioni 4.8 kulingana na athari za majeraha ama madhara waliopata. Hivi sasa niko mjini Bondo ambako nimeungana na baadhi ya wananchi pamoja na waathiriwa ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakingojea haki itendeke.
Hebu niwape fursa ili tusikie simulizi zao pamoja na matarajio yao kuhusiana na mpango huu wa serikali. Jina ni Michael Ochieng. Natoka hapa Bondo. Niliathiriwa na maandamano iliyofanyika mwaka wa 2023. Tangu huo mwaka walinikata mguu. Tangu nikatwe mguu sijawahi ona raha maishani. Nimeteseka juu Kenya hukuzoea. Nilikuwa nateseka, nafanyia watu kazi, lakini hizo kazi sasa nafanya, lakini hainitoshei na familia yangu. Sasa vile serikali imetoa fidia ya kutusaidia, nataka kushukuru serikali na hiyo fidia yenye wametutolea, na kuambia wanaohusika na kugawa hiyo pesa wagawe kwa njia mwafaka. Si eti wanagawa na zingine maybe wengine watakuja kulilia ati hawakupata haki zao. Na waomba wote wagawe hii pesa kwa njia ya mwafaka. Mimi uliathirika kivipi na ulijeruhiwa ukiwa wapi? Mimi niliathirika, nilikatwa mguu, na kulingana na venye walinipiga risasi mguu ilibidi niende hospitali. Nikifika hospitalini waliniambia hiyo mguu lazima wakate. Sasa kutoka hiyo siku walikata mguu yangu, sijaiona raha. Angalau mimi ni mzima, lakini kimaisha siko sawa. Asante sana Mashirima, tuzungumze na mwingine pia ambaye yuko hapa. Asante sana, mimi naitwa Henry Chieng kutoka Siaya County from Rarieda. Nimepata maandamano ya Gen Z tarehe 20 na tarehe 2024. Nimepata maandamano ya Gen Z, nimechapa mguu. Sasa hiyo shida ndio iko nayo. Hii mguu amepata mfupi. Sababu sitembea ni ngumu. Hata hizi kazi ndio nafanyanga, kazi ya bodaboda. Sasa hii sina hata kitu nafanya, nakaa tu nyumbani na watoto. Hata watoto naenda shule, lakini sasa hii sina hata hela ya kupeleka kwa mtoto wa shule. Sababu iko na shida sana. Lakini nasikia hata hii mguu yangu, nataka tu serikali kama nataka kutoa pesa, nataka nipate pesa nimeenda kwa hospitali nipone, niende na business yangu ya. Mimi naweza omba serikali wenye wameshikana na hii kugawanya hii pesa, tafadhali wenye waliumia kwa hii maandamano wapate haki yao ikifika hiyo time. Msipotee na hii pesa. Serikali anaweza toa pesa kutoka huko juu na itafika hapa. Sisi tunaomba serikali hiyo pesa ifike kwa wenye walipata hii shida. Hayo ndio maoni ya wakaazi pamoja na waathiriwa wa maandamano ambayo yameshuhudiwa nchini Kenya kuanzia mwaka 2017. Hivi sasa wakiwa na matarajio kwamba serikali itawafaidi vilivyo na kwamba watapata haki yao. Kutoka kaunti ya Siaya, mimi ni Steve Biko. Na Steve Biko na Jane Cherotich kutoka kaunti za Siaya na Busia, asanteni sana kwa kuweza kuwashirikisha wananchi katika mdahalo huu wetu wa leo. Ningependa pia kuwashukuru wageni wetu hapa studioni kwa kuweza kutupatia kauli zenu, kwa kuweza pia kuwa na kauli ya kwanza baada ya kumsikiza Rais William Ruto kutoka Ikulu, Mama Eric Caroline Mutisia, mama mwathiriwa, Mama Ibrahim Edith Wanjiku, asanteni sana, Davis Tayo, Raskin Oyugi pamoja na Elisha Ochieng, asanteni sana kwa kutupambia ukumbi leo kwenye Sema na Citizen, na kwa kweli mtazamaji kwa kutuma jumbe. Jambo moja tu ni kwamba kwa Wakenya kuamini yale yanayosemwa ni utekelezwaji tu ambao utafanya Wakenya waamini kwamba mambo yatakuwa tofauti. Kwa hivyo tunasubiri kuona kama yale yaliyosemwa na rais itakuwa ni ahadi ya kweli ama ni maneno matupu. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia mchana.